Naam, hujambo na habari wakati huu, mtazamaji popote pale ulipo, nikualike kwenye uchambuzi wa habari za kimichezo. Na kikubwa zaidi ambacho tunaenda kukizungumzia kwa siku hii leo ni kuhusiana kuelekea mchezo hapo kesho. Ni kati ya RS Berkane wakiwa wamewalika wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ya fainali kwa muongo wa kwanza, kwa maana ya kwamba mechi ya kwanza lakini mechi ya pili itakuja kupigwa hapa Tanzania. Jina langu naitwa Almanus Mwasenga, lakini pia unaweza ukanifollow kwenye mitandao ya kijamii kule natumia Almanus. Sio mbaya, tunaweza tukashare idea mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini pia kubwa zaidi kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo. Lakini siku zote tunaamini kwamba kila mtu ni mwanamichezo na kila mtu anajua mpira, lakini tunatofautiana mtazamo, tunatofautiana hisia, lakini tunatofautiana aina ya uwasilishaji, namna jinsi ambavyo kila mtu amebarikiwa. Kwa upande wangu kwa siku hii leo, kikubwa tuanzie kwenye mada husika ambayo ina trend, ambayo imefanya kuleta sitofahamu hasa kwa wadau wa soka wa mpira, si kwa Tanzania tu, hata kwenye mataifa tofauti tofauti. Kama unavyojua kwamba serikali inapambana sana kuboresha miundombinu ya viwanja, kuhakikisha kwamba viwanja vinakaa imara, vinakuwa vizuri zaidi katika kuhakikisha kwamba tunakuza soka la Tanzania. Lakini tunavyojua kwamba moja ya vilabu ambavyo vimekuwa vikipeperusha bendera kwenye soka letu basi ni Simba. Kwa upande mwingine Yanga ambao nao wameanza kuamka kutokana na namna jinsi ambavyo misimu miwili hii wamefanya vizuri. Kwa maana msimu uliopita ule waliweza kucheza fainali ya kombe ya shirikisho barani Afrika, ambapo walitolewa kwa goli la ugenini dhidi ya MC Alger. Lakini pia kwa upande wa Simba tunajua katika misimu mfululizo kadhaa imekuwa ikifanya vizuri, imekuwa ikiishia robo finali, na hatua hii imetinga hatua ya finali, ambapo wanaenda kukutana na wababe kule nchini Morocco, RS Berkane, kwenye mchezo wa muongo wa kwanza. Na mchezo huo unataraji kupigwa siku ya hapo kesho. Pengine nini ambacho kinataraji kutokea ni kwamba tunachosubiri ni dakika 90. Lakini kikubwa ambacho kimeleta sintofahamu ni kuhusiana na kile ambacho kiliendelea kwenye mitandao ya kijamii, ikawa ni kama habari gongana. Kwa upande wangu, mtazamo wangu ni kwamba kile kilichokuwa kinafanyika ni kwamba cha kwanza, kila mtu anakuwa na interest tofauti, na asilimia kubwa mpira wa Afrika tunavyojua figisu ni kitu ambacho hakikwepeki, sio tu kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika yani CAF, lakini hata kwa hivi vilabu anapotokea mgeni kutoka taifa lolote lile, kwanza ili timu ijihakikishie ushindi lazima ikufanyie figisu nje ya uwanja, lakini pia hata ndani ya uwanja. Lakini kinachokuja kuamua ni ubora wa timu husika ambaye anakutana nayo mwenyeji. Cha kwanza kuondoa kwenye mchezo wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana ya wachezaji, lakini pia hata sakata zima la safu nzima ya uongozi, lakini pia hata serikali kwa ujumla. Ndio kama ulivyosikia katibu mkuu wa michezo wa Wizara ya Michezo, Tamaduni, Sanaa, Gerson Msigwa anazungumzia kwamba serikali imesikitika, wadau wamesikitika, lakini hata baadhi ya mataifa mengine yamesikitika. Kwa nini Simba wanapangiwa uwanja? Kuna vitu kadhaa ambavyo nataka nikwambie mtazamaji ambaye unanitazama kwa hivi sasa. Cha kwanza, kwa mimi, kwa uelewa wangu mdogo, ninachoelewa ni kwamba pale ambapo mechi inaenda kuchezwa hasa kwenye mashindano haya, si tu kwenye michuano ya kimataifa, lakini hata kwenye upande wa vilabu kwenye ligi yetu, nadhani mwenyeji ndio huwa anapewa nafasi ya kuchagua wapi anaenda kuchezea mechi yake. Ndio maana hata ukitazama kwenye ligi yetu kulitokea sitofahamu kati ya Simba na Yanga kugombania uwanja wa KMC Complex. Ni kwa maana ya kwamba wao wasimamizi wa ligi, kwa maana bodi ya ligi, wanatoa nafasi kwa club husika ambao ndio klabu mwenyeji kupendekeza wapi ambapo anaona ni sahihi kwenda kuchezea
ile mechi. Sasa kilichotokea CAF ni kwamba kuna sintofahamu ambayo ilitokea. RS Berkane walipewa taarifa ya kwamba mechi ya fainali inaenda kuchezwa Zanzibar, ili hali wekundu wa Msimbazi Simba, TFF na mamlaka zingine hawajapewa taarifa, wamekuja kupewa kesho yake. RS Berkane wakatoa taarifa ya kwamba wameshabook hotel kule Zanzibar, kwa maana ya kwamba fainali inaenda kupigwa Zanzibar, ili hali Simba bado hawana hiyo taarifa, ambao ndio wenyeji wa huo mchezo wa muongo wa pili. Lengo lao ni nini? Kwanza kuondoa kimchezo Simba, na siku zote wanakuambia biashara ni asubuhi. RS Berkane lengo lao ni kufanya vizuri kwanza mchezo wao wa nyumbani. Kama wakifanya vizuri, kwa maana mechi wanakuwa wameimaliza, huku wanakuja kutimiza lile takwa la kisheria na la kikanuni, kwa maana ya kumaliza zile dakika 90 ambazo zimesalia. Kwa hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho naweza nikakwambia kwamba kimeibuka kwa upande wangu ambacho nimekiona. Cha kwanza, kuwaondoa kwenye mchezo wachezaji, kwa maana hawata focus na mechi ya mechi yao ya ugenini. Watafocus kwa nini tupelekwe Zanzibar na wakati ili hali uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa upo. Kwa hicho kitu ambacho kimeleta sitofahamu ambacho kwangu mimi nimeweza kukinoti. Lakini nadharia ya pili ni kwamba ni figisu tu za soka la Afrika, kwa maana ya kwamba tunajua kwamba figisu sio tu kwa haya mashirikisho ya mpira wa miguu ama mamlaka husika zinazosimamia mpira wa miguu, hata sio tu kwenye mpira wa miguu, hata kwenye mataasisi mengine ya kimichezo huko zipo figisu ambazo zinafanyika kwenye masuala ya ngumi na kadhalika. Figisu kama hizi zinakuwepo, ni kwamba mchezaji anakuwa tayari ameandaa timu ama taifa fulani limeandaa timu, lakini nafika kule na vitu vinakuwa tofauti. Kwa kikubwa ambacho Simba na washauri kwanza wasiondoke kwenye mchezo, wa focus kwamba wanatafuta alama ama wanatafuta ushindi wa hali na mali, ili waweze kuipeperusha vema kabisa bendera ya Tanzania. Kwa kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni kwamba mindset yao isiondoke kwenye reli, cha msingi wa focus na mchezo. Ndio maana anasikia kwamba Fadlu baada ya kupewa hii taarifa, cha kwanza yeye alisema kwamba sisi ni timu kubwa na tunahitaji matokeo. Popote pale tukipelekwa, hata tukipelekwa Mwanza, sisi tutafanya nini? Tutacheza mchezo. Kwa maana ile inasaidia kuwatengeneza kwanza wachezaji kisaikolojia, kwamba wasihofu kuhusiana na hilo swala, bali uongozi unafanya unashughulikia. Lakini cha pili, kuendelea kuwaweka kwenye mstari kuhusiana na mchezo husika, ili waweze kuweza kufanikisha kufanya kile ambacho walichoenda kukitafuta. Kwa hiyo RS Berkane waliposti, lakini Simba hakutoa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Mimi naamini kwamba mwenyeji ndio anayepewa nafasi. Ni kwamba baada ya mchezo ule kuisha, sasa Simba wao ndo wanatoa taarifa CAF kwamba sisi tutatumia uwanja husika kwa sababu ya 1, 2, 3. Lakini niwaambie tu kwamba utofauti wa uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa New Amani, cha kwanza ni kwamba New Amani unaingiza mashabiki 15,000, lakini uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza mashabiki 60,000. Ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ni mkubwa, na asilimia kubwa timu za kutoka mataifa tofauti huwa wanaiona Benjamin Mkapa ni kama jehanamu. Kwa ni njozi inayotisha. Kwa timu yoyote inayoingia Benjamin Mkapa inajua imeingia kwenye tanuru la moto. Kwa hiyo wanachokikwepa RS Berkane ni kwamba ili wasiingie taifa, kwa sababu uwanja wa New Amani kila mtu anaonekana ni kama mgeni, kwa sababu Simba wanakuwa hautumii ule uwanja kwa muda mwingi. Ile kauli mbiu ya kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, ndio kauli ambayo inavitisha sana vilabu vya mataifa mengine pindi vinapokuja kucheza hapa Tanzania. Kwa hiyo uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza mashabiki 60,000. Ukitazama tayari Simba washaanza kuuza tiketi. Alafu leo hii unakuja kuambia kwamba uwanja hautatumika, ili hali serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesimamia vyema kuhakikisha kwamba ule uwanja unakaa imara. Ndio maana ukimsikiliza katibu mkuu wa wizara anazungumzia namna jinsi ambavyo waliwashirikisha CAF, wale viongozi kutoka CAF ambao ni wasimamizi wa viwanja, kuhakikisha kwamba uwanja unakaa imara, unakaa standard. Toka siku ile kwenye mchezo wa Al Nassr dhidi ya Simba,
hadi hivi sasa, ambapo wanakwambia maji ya Kituama yanaondoka ni mara 10 zaidi ya vile ambavyo ilikuwa awali. Kwa ukitazama kwa namna jinsi ambavyo serikali imeboresha uwanja, sikuona sababu ya CAF kupeleka mchezo huu wa fainali Zanzibar, kutokana aina ya uwanja ambao wanaenda kuchezea, kwa maana ya mashabiki ni wachache. Hii inaiondolea Simba kwa maana ya kupata mapato mengi zaidi kupitia mchezo huo, lakini pia inapunguza pressure kwa mpinzani ambaye ni RS Berkane kuweza kuhimili ile tempa ya mashabiki, kwa sababu ukiwa uwanja wa Taifa, kwa maana ya kwamba mashabiki wakawa full house, wakajaa kwenye uwanja, ni rahisi kuiondoa timu kwenye mchezo kutokana na ile vibe, lakini pia namna ya ushangiliaji, kwa maana ya kwamba tayari timu inakuwa ipo nyumbani. Kwa hicho moja ambacho inakuwa ni faida ya kucheza kwa Mkapa, kwa maana uwanja ukijaa, timu ya 12 ambao ni mashabiki wanakuwa na support kubwa sana, ndio inayowavuruga wapinzani kuweza kushindwa kuweza kufanya vizuri kwenye uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho hasara ambayo inaweza ikatokea ni Simba kutokupata mapato, kwa maana ya upande wa kuuza tiketi ambazo tayari wameshaanza kuuza tiketi na zingine zimeshakuwa sold out. Kwa hiyo ni kwamba ni aina ya figisu ambazo wanazifanya, lakini pia taarifa nyingine ambayo inasadikika kwamba yupo kiongozi mmoja wa CAF ambaye ni mwenyekiti kwenye klabu ya RS Berkane, ndiye anayefanya figisu zote hizo, kwamba ukienda uwanja wa New Aman ni rahisi kupata matokeo kuliko ukienda uwanja wa Taifa, kwa sababu alikuja Al Ahly kafa, alikuja Raja Casablanca kafa. Kwa ukitazama kwa namna yote hiyo, bado utaendelea kuipa nafasi Simba, na kwamba kwa hiki kinachoendelea ni figisu ambazo za kawaida zipo kwenye soka letu la Afrika, na tuna safari ndefu sana ya kufikia kile ambacho tunahitaji kufika kama kwenye mabara mengine huko. Kwa hiyo kwangu mimi ningekuwa, maoni yangu ni hayo. Cha kwanza, Simba wasiondoke kwenye mchezo, wabaki kwenye plani yao, kwa maana ya kwamba plani ndio itakaowapa matokeo mazuri zaidi, kwa sababu Simba anachokitafuta kule, cha kwanza ushindi, lakini cha pili akishindwa sana basi angalau atoe sare. Kwa hicho ndicho kitakachompa matokeo ya faida zaidi Simba kwenye mchezo huu wakati ya RS Berkane ambao watakuwa wenyeji dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Licha kwamba ni historia kwa Simba, lakini hata kwa taifa letu kwa ujumla, kwa Simba kufika kwenye hatua ya fainali, licha kwamba tayari Yanga washafika, lakini inaonesha vyema namna jinsi ambavyo ukuaji wa soka kwenye taifa letu unaendelea. Lakini mimi na imani kuomba tu uongozi, kwa maana wa TFF, jopo zima, kwa sababu najua Wallace Karia alikuwa ndio rais wa Sekafa, kwa upande wa Sekafa, ambapo amejiuzuru kutokana na majukumu makubwa ambayo amepewa na shirikisho la mpira wa miguu CAF, kwa maana ya ni mjumbe wa kamati kwenye wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Lakini pia Engineer Harris ambaye ndio mwenyekiti wa vilabu barani Afrika kwa hivi sasa, ipo haja ya kusimama kama taifa, kwa maana ya kwamba kusaidia Simba iweze icheze kwa Mkapa, kutokana na kwamba ni sehemu ambayo ni rahisi. Hata pia Simba ikibeba ubingwa basi ni sifa kwa taifa, lakini pia ni sifa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Na hicho ndicho kinachohitajika. Cha kwanza umoja, mshikamano, lakini kuondoa ule utimu Usimba na Uyanga na kuweza kusaidiana katika mambo kama haya. Kwa hiyo kinachohitajika ni kusimama vyema, kusimama kidete, kwa maana ya Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF, lakini pia kwa mwenyekiti wa vyama vya soka wa vilabu vyote barani Afrika, Engineer Harris, kusimama kidete kuhakikisha kwamba wanatetea hili na klabu inaenda kuchezea kwa Mkapa. Kwa hiyo sina doubt, lakini pia nikukumbusha tu kwamba unapokuja swala la ubora wa kiwanja, haiangaliwi tu pitch wala
haiangaliwi tu majukwaa namna jinsi yalivyo. Tunajua kwamba taifa vimebadilishwa viti, lakini pia vitu vingine vinavyoangaliwa ni sehemu ya kubadilisha nguo, kwa maana kwa upande wa wachezaji, lakini pia system ya imekaeje, lakini system ya internet kwa maana ya yale maeneo ya majukwaa ya uandishi wa habari, lakini pia meza kuu kwa maana ya wale wanao kuja kusimamia ile swala, kwa maana wageni waalikwa, wageni maalum ambao wanakuwa wamekuja kwa ajili ya kutazama mechi, lile eneo limekeje. Lakini system ya upatikanaji wa chakula, watu wengi wanakuwa wanaingia kwenye uwanja mapema kuepuka foleni. Je, akihitaji chakula anaweza akapata kwa system ipi? Kwa maana ndio vitu vingi ambavyo vinaangaliwa. Lakini system za maji, upatikanaji wa maji yanaweza yakawa kunawa, lakini pia maji yana mahitaji mengi sana, matumizi mengi sana. Kwa kinachohitajika ni kwamba vitu vingi hivyo vinaangaliwa pale kwenye uwanja, sio tu kwenye pitch ama mwamba wa goli umekaeje ama hii kibendera kimepinda. No, ni kwenye vitu mbalimbali kama hivyo nilivyokutajia: maji, system za maji, lakini pia sehemu za kubadilishia nguo. Kwa watazamaji, niondoe tu hofu kwamba tuna imani kwamba shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya TFF kwa kushirikiana na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Harris na Simba wenyewe kwa maana ya safu nzima ya uongozi watakuwa wanapambania kuhakikisha kwamba hili swala linakuwa vizuri na linaondoa hofu. Lakini mimi na imani kwamba Simba hata wakichezea uwanja wa New Aman bado wana nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa, kwa sababu nyumbani ni nyumbani tu. Hata iweje, unakuwa unajua kabisa wapi silaha umeweka na kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Figisu za mpira wa Afrika haziwezi kuisha leo na wala hazitaisha leo na wala hazijaanza jana, ni za muda mrefu.